inakuaje mzee wa mida? Kama kawaida. Mambo vipi? Fresh mwanangu. Watu wanajiuliza bwana, Januari tayari kuna watu wameshaanza kuchomoa huyu kuweka pale. Msimbazi pale. Habari ni nini Msimbazi? Pipino tunaona kama vitu viko juu sana. Tupe za ndani. Sasa unajua Simba ni wabaili. Yaani Simba wanachungulia hela yao kutaka wachezaji. Na mpira wa kisasa Morgan, ili upate mchezaji ambaye anastahili ama na kiwango bora kwenye timu yako, lazima upasuke. Lazima umwage pesa. Unaelewa? Jana Simba kuna mchezaji ametoka Kenya. Sawa, amecheza kwenye mechi yao pale ya Simba. Wamembadilisha jina ili wabongo wasimjue ni mtu fulani. Wamembadilisha jina. Nani? Lakini watu wanamjua. Wamemeta kwa majaribio. Nani? Wao wamefanya siri. Acha iwe siri hivyo, lakini mchezaji mimi namjua, ametoka Kenya na yuko pale kwa majaribio. Simba. Jana amecheza. Wamembadilisha jina. Yaani mfano kama Morgan, jina lako Morgan, tukuite jina jingine. Morgan Kalista Buffalo. Ila naye kujua sasa Morgan ule. Ile jina ni Liu, sio yeye. Ila ni yeye bwana. Mbona kasoro majina ndicho amechofanya Simba. Simba wabaili. Simba wanachungulia hela zao kwenye usajili. Haiwezekani Singida Black Stars wamepindua meza kibabe hivi. Wamepindua meza. Sitaki kuamini kwamba yani kwenye msuli wa kusajili wachezaji Black Stars wanakuwa na msuli mkubwa kuliko Simba Sports Club. Wana Msimbazi kweli? Yani msuli unapatikana Singida Black Stars kuliko Simba. Babu, Simba makanjanja amekuwa wengi mno pale katikati. Yaani kuna makanjanja hivi wengi sana. Yaani paka sajili anatoa hela paka aje kumfikia mtu ambaye amepewa jukumu la kusajili. Ishapanguliwa sana hapa katikati. Si unaelewa? Yaani haiwezekani Singida pindue meza kwa Pipino ambaye Simba alikuwa anamtaka miaka kibao iliyopita. Pipino dimba la kati anavozima yule bwana mdogo alikuwa KMC. Singida amepindua meza wamemtoa KMC, wamempeka nilio CCM Liti. Sasa hivi dogo atakuwa anakula alizeti tu kule Singida. Hakuna njaa, hakuna shida, na bala yake tunalifahamu Pipino. Alafu Pipino ni matilo ya Ulaya, ametoka Magnet, ameenda Ulaya, amekiwasha sana kule Ulaya, ndo wamemrudisha KMC. Tunakumbuka kwa mechi za Chana alivyokuwa anacheza, amecheza vizuri sana, alizima mno, anatumia mguu wa kushoto. Wengine walikuwa wamjua na shangaa huyu nani? Huyu nani? Matilo ya Ulaya, Magnet, kituo cha academy ya mpira, akatoa KMC hapo, akaenda Ulaya, amerudi. Simba kwa anataka kipindi kile wanavutana hivi. Kumbe Magnet yote kwa anataka mzigo. Aza amekuja Singida, katoa mzigo, kamalizana na Magnet, kamalizana na KMC. Mnasemaje sasa? Lakini kocha wa mpira Steve Becker mpaka sasa hivi labda kuna taarifa gani? Labda amemkubali au amemkataa na ndio maana ameweza kutoka kwenye klabu ya Msimbazi? Hata kwani Becker anamjua? Alimuona wapi? Kuna sajili zingine zinafanywa na kocha, kuna sajili zingine zinafanywa na viongozi wa timu. Simba ila yao anaichungulia. Leo hii Simba ya kuchukua mchezaji kwa mkopo ligi ya Kenya. Kenya kuna ligi ya Kenya ni kubwa kuliko ya Bongo. Kenya kuna mchezaji gani ambaye ana ubora huo kuliko wa Kibongo hapa? Au Kenya kuna mchezaji gani ambaye ni bora kuliko hata ligi ya Zambia? Simba wanachungulia hela zao. Kuna wachezaji hawa wawili wako kwa mkopo pale Zanzibar. Kuna wewe kutoka Kenya ambaye jana kabadilishwa jina, kuna mwingine kutoka Uganda. Ubaili, yani imagine ligi kuu ya Kenya inaendelea lakini mchezaji amemchukua aje kufanya trial. Sheko na wapi? Na ametoka ligi kuu. Siko ya Kenya. Ligi inaendelea Kenya. Yuko visiwani Zanzibar sasa hivi kwenye naniliu, kwenye trial. Niambie wewe kwa umri wako ulofikia, ni timu gani duniani sasa hivi kipindi hiki tulichokuepo hii karne hii inategemea mchezaji wa trial? Niambie. Simba Sports Club peke yake dunia nzima. Ambao huo utaratibu ushakufa wa ubaili. Sasampa Diamond kila kaimba sasampa, tia hela. Acha maneno. Sehemu ya kutaji hela usilete maneno. Sehemu ya maneno usilete hela. Hawajui Simba kucheza na alama za nyakati. Watu wanataka hela, wanataka maneno. Unajua anjibai. Sinaelewa. Kwa hiyo Simba kama wanataka kusuka Simba, nimetazama Simba nimecheka sana. Simba imecheza na fufuni vile. Yani wamekabwa kooni. Fulukuti. Huyo Mutale analuka mpanzo na ana feint tu haelewi. Alafu Simba hii jana imecheza vijana kibao, anakuja kukutana na mziki wa Azam. Kazi ipo. Hiyo yote tokana nini? Na ubahili wa pesa. Nadhani Simba waangalie mtu wa scout pale, wakimpata mtu mmoja mwenye mafia mno kama Hansi Pop, alafu aende direct kwa bosi. Mzee wa Mida, kuna kipindi ulituambia kwamba unahitaji shilingi kama bilioni 4 za Kitanzania unaoweza kuingia Kongo na kuipata wachezaji hata 30 ambao wanachukua ligi kuu Tanzania bara misimu 10.
Nilizungumza hiyo bilioni 4 ambayo kwa mtaka Faisal, wakinipa mimi mzee wa mida naingia Kongo na kaa wiki hizi 2 ambazo ni siku 14. Tunaondoa Jumamosi na Jumapili nitapumzika siku 12. Yaani Jumamosi na Jumapili sitafanya kazi. Sina mzigo. Nipewa jukumu la kuleta watu. Siku 12 nipeni. Naingia pale Kongo na wanangu, naangalia, naleta vyuma, sileti trial, sichukui mchezaji wote kwa trial. Vyuma vinakuja, Azam wanakuja na mpasua mapindu. Yani hiyo hela. Hivi Simba wanakosaje, yani wanakosaje wachezaji wenye ubora? Hivi wewe niambie leo hii Simba anaingia eti ligi ya Kenya. Ligi ya Kenya hapo. Ambao wa Kenya wenyewe timu yao taifa hawachezi ligi hiyo wengi. Ligi ya Kenya. Wewe leo hii niambie eti Simba Sports Club ubora ambao alofikia, wingi ambao wamejiwekea huko kafu. Tunaelewa. Leo hii anaingia ligi ya Kenya kuchukua mchezaji kwa trial. Anaingia ligi ya Uganda kuchukua mchezaji kwa trial. Pesa hamna. Pesa madafu. Pesa inachunguliwa. Tajiri mwenyewe kila siku analalamika, anaongea. Timu inatia hasara, timu inatia machungu, timu inafungwa. Sasa ni timu inamtia hasara ama labda kuna watu wanaomtia hasara? Mimi nakwambia, ndio maana mashabiki wa Simba, wanachama wa Simba kila siku wanalalamika apate katiba mpya. Unajua kwa sababu gani? Haya yanayoendelea haya. Kuna watu wanajinufaisha. Haya, yani wewe haiwezekani wewe Simba Sports, mimi ninavyojua Simba Sports Club. Ubora ule tangu cha kina Stopila Sunzu, Simba Sports Club sio kuleta mchezaji kwa trial kutoka Kenya. Ambaye afu eti kwa wajanja eti wamebadilisha jina mgongoni. Yaani mtangazaji anamtaja jina jingine lakini jina lake sura sinaonekana. Mgani ule? Sura ibadiliki. Hata uende sijui Dodoma ujibadilishe jina, lakini mimi nakujua Mogani nitakuita. Ndicho alifanya Simba jana. Wewe Mogani? Hata ukinikataa mimi nitakugusa ni wewe. Ndicho wamefanya na Simba. Wamechukua mchezaji kwa mkopo, yani trial, ligi inaendelea Kenya, trial. Kwa nini? Sasa mpa angalia Singida hii ameondoka Damaro, ameenda Young Africans. Tunaelewa, ameondoka Frank Yasinki. Chama huyo bye bye, lakini timu haiteteleki, timu ina hela. Mpunga upo. Tunataka fulani anavutwa. Alafu pia wana scout nzuri sana. Tunaelewa? Hata tu mfano mdogo tu nakupa Azam. Angalia Azam usajili ambao ufanya msimu huu. Kitalamba Bola yuko pale. Tunaelewa? Ibenge kaenda kumchukua Mkongomani. Bara lake tunaliona anafunga. Mpira kisasa umebadilika Morgan. Lete mchezaji ambaye anacheza kwenye ligi yake. Sawa, lakini kuna taarifa zile ambazo zilitoka kwamba kuna timu hapa ilikujaga na wa Nigeria 10, unakumbuka? Si ni 10, si ni 20. Lakini mpaka sasa hivi hawajaweza bado kuishika ligi yetu na kuonesha makali yao. Wewe unavyopewa bilioni 4 unavyotaka Mzamida upewe bilioni 4. Utaweza? Kama Nigeria waliletwa hapa kama walibeba kwenye SGR kama nani? Kama nani? Ile timu kwa Fountain Gate. Ilikuwaje kwanza? Wewe utaweza sasa? Ya mwanangu Isambuzi. Pigana story anasemaje? Babu watu walisema vibaya kama vile kikundi cha ngoma. Kikundi cha ngoma kimekuja. Unajua ngoma za Kizalamu. Watu kibao, wengine wanaenda kwenye shule wananing'inia makalio yako dirishani. Isambuzi imekuja shikaji 20 ngapi sijui wa Nigeria. Mwisho siku hamna shughuli, wamechukua sijui 4. Sijui umeelewa? Kwenye wale wote. Tunarudi kusema kwamba yani issue nzima ni kumpata mtaalamu wa kuleta wachezaji. Scouting. Alafu pia tunaangalia na hela mzigo. Mimi nipewe mzigo Simba na isuka ile timu na isuka vibaya ovyo. Kwanza kuna wachezaji kwanza nitawanyoa mapema. Wa kwanza Mpanzu, nitamnyoa. Mpanzu tu tegemezi pale Simba. Yule ndio ambaye X Factor. Yule sio X Factor, sio X Factor yule. Mpanzu ndio ambaye anadidimiza timu. Nitakupa mfano uliokuwa hai. Angalia mechi za Simba za mwisho. Mchezaji gani ambaye anaongoza kupoteza nafasi? Mchezaji gani ambaye anaongoza kuto kufunga mabao? Ni Mpanzu. Sasa kama yeye afungi, sio afunge na wengine wamsaidie. Sasa yeye ndio tegemezi. Sio umemzungumzia X Factor. Tegemezi unamuondoa ama muongezee nguvu. Mzee Amida anatuchanganya. Wewe ndio kwenye timu unaambiwa ni X Factor, alafu X Factor yako utuonyeshe au utuone. Bora aondoke. Nyoa. Na mimi simepa bilioni 4 babu nilete vyuma. Na mnyoa Mpanzu, kaa pembeni. Naleta watu sasa. Naleta watu. Wewe ni kirusi na kinyofua chwana kika pembeni. Watu wa kazi. Kaa pembeni. Naleta watu wa kazi. Toa Mutale tia huko. Toa takataka hizo. Si unaelewa? Naleta vyuma, yani vyuma ninavyovileta. Amida, namba yako ipo hewani? Hii inapatikana muda wote. Vyuma ninavyovileta mimi babu. Unapokea bilioni 4 kwa namba ipi? Babu, ukitaka akaunti namba ya benki nitakupa. Benki zote unazojua wewe za kibiashara nitakupa. Ukitaka simu nitakupa. Naingia Kongo, ndazunguka, naingia Kongo wiki zangu hizi 2 na kuletea vyuma, so vya trial. Yaani hivyo vyuma kweli. Vinazima, yani hivyo vinacheza. Unaelewa? Alafu nasikilizia kwanza.
bomu limelipuka lete kati. Naambia tajiri unasemaje? Unaongeza hela lete vyuma vingine. Niingie hapo Zambia, niingie wapi Senegal. Una hela tajiri? Aking'ang'aa sharubu hela nao unaongeze mzuko. Na dirisha dogo naenda tena. Na Bongo wewe hapa hujaona kabisa hapa Bongo. Labda uende mikoani huko uzunguke upate vipaji. Sikia. Mikoani vipaji vipo. Hapa Tanzania vipaji vipo, lakini mpeche sana, hana roho ya paka. Unajua wachezaji kutoka Kongo wana roho moja ngumu sana. Yaani watafutaji yani. Yes. Sasa Bongo madogo ashalizika. Kwa dogo moja yuko hapa Kinondoni hapa. Anacheza ndondo kapu, anaruka ndondo kapu, Jonas Style mtoto mdogo hapo Kinondoni. Nani? Kajitoa matatu paka kwenye masikio. Nani? Eti akikaa kijiweni anakaidi naye star. Wabongo ndo ujao ndo hivyo. Bwana tumalize mzee wa mida hapa Kinondoni. Amejitoa paka kwenye masikio. Eti star ndondo kapu. Tumalize. Nipoteze hela zangu kuchukua mchezaji wa Bongo, naenda Kongo, nachukua watu wana roho mbaya. Watu kama Mkokotonombe wamejaa Kongo hivi. Cheki na kima. Wakina Tuisila paka leo yani Mkongomani akicheza Bongo anatamani asiondoke. Nenda kuleta vyuma kutoka Kongo wana low pack. Sasa kuchukua wachezaji mabisho hapa wa Tanzania hii au Kinondoni au Dar hii nichukue mabisho. Wa kazi gani? Mtu anapigwa makofi tu ligi na haionekani hata kwenye TV. Jonas Style, kwa nini nichukue watu hao? Nenda watu wenye roho ngumu, mtu katoka kwao kuna vita, kuna njaa, akizunga nyuma hivi kuna mabomu, magorofa shaoza au ndo watu wakija huko wasema, "He? Hii ndo Tanzania?" Watu wana roho moja ngumu sana. Hawaondoki, anakuzimia paka unachanganyikiwa. Utachukua makombe paka utachanganyikiwa wewe. Wewe unakumbuka Yanga kipindi kile kuna Mkokotonombe, kuna Tuisila Kisinda, kuna Moloko, kuna Mayele, kuna mtu anaitwa Niki Tombo Bangala. Hiyo Yanga unaionaje? Ilikuwa ina roho moja ya paka sana. Simba sasa imekufa. Simba alikufa. Sasa wale watu unawajaza. Utafutaji. Huyo watafutaji unawajaza. Unaona kama Mpanzu. Ule Mpanzu Mkongomani lakini Mkongomani wa kishua. Yaani mtu ambaye anakaa pale Forodhani Mzanzibari wakishua hizo kumfanisha na Mzanzibari wa Pemba. Ndo Mpanzu, Mkongomani wa kishua. Ndio maana anacheza vile line. Lakini kuna wagumu wale hapo Kivu huko kuna vita babu. Vimbilikimo viko hivi. Wanakula paka watu. Watu ndo wanalomba natia kwenye timu yangu. Nashukuru sana mzee wa mida, tukutane tena. Nashukuru Nashukuru tukutane. Hakuna noma.